Sina maneno ya kusema, yaani kipekee namshukuru sana Mungu kwa kumfanya huyu mama awe mama yangu. Yaani napenda kumshukuru Mungu hata kwa baba yangu kumuona huyu mama akatuzaa sisi. She's the best. Kuna watu wengine huko wanajivunia huyu mama kuliko sisi tunavyojivunia. Yaani mtu anamshukuru Mungu kwa ajili ya mama yangu. Kwa nini mimi nisimshukuru Mungu kwa ajili yake? Mtu anakuambia Nancy, I wish mama yako ingekuwa ni mama yangu. Yaani anajivunia yani kitendo cha kumshukuru Mungu kwa ajili ya huyu mama. Kwa nini mimi nisijivunie? Ninamshukuru sana Mungu kwa ajili ya huyu mama. Mama, nakupenda sana. Namshukuru Mungu sana kwa ajili yako. Yaani sisi watoto wako wote. Mungu akubariki mno mama. Mungu akubariki sana, akuzidishie. Mwaka huu hakuna zawadi za kitenge, baada ya kwanza sikupi kitenge, sikupi mashuka. Kuna amount nimewekea kwenye account yako ya CRDB. Nataka ukanunue nguo za Uturuki tu upendeze. Kabati lako lijae upendeze. Nitalifuatilia hilo mama, nisaidize hiyo hela isiende kwenye kujenga kanisa. Kavae tu upendeze. Nitalifuatilia hilo. And for how you have been to me, to all of us, Mungu akubariki sana. Nancy bwana, hebu mpigieni makofi na vigelegele. Asante. Anasema atanifuatilia hilo nguo za Uturuki. Hiyo hela isiende kujenga kanisa. Vae upendeze. Na watu wenye watoto wa kike bwana, huko tunajidai. Tunajidai mno. Yaani sasa hivi atamfuatilia, akiona mama hujapendeza rudi. Mama hujafanya nini? Rudi. Asante MC kwa kunipa nafasi ya kuongea na pacha wangu, lakini kuna mwalimu binti yangu. Asante kwa kutuheshimu, asante kwa kuliheshimu kanisa, asante kwa kufanya wamama hawa wapendeze namna hii.
umempenda mume wako, tarajiwa unaondoka mwenyewe. Naijua hekima yako, najua uchaji wako kwa Mungu. Wewe ni shemasi wetu pale kanisani, pale nyumbani, tunakutambua. Yatosha kusema nenda kamtumaini Mungu, atakusaidia katika maeneo yote. Mengi tumeongea mimi na wewe, naamini utayazingatia, na pia nimekuandalia mwalimu mzuri. Atazungumza na wewe leo, atazungumza na wewe siku nyingine. Kwa mwanangu, naomba uzingatie. Mungu akubariki. Siku moja niko kazini, dada mmoja wa Kipemba akawa ameletewa vitu mbalimbali. Tulikuwa tunauziwa bidhaa, perfume na nini. Akawa anachukua perfume, akachukua lipstick, akachukua vikolokolo vingi. Nikamuuliza, mbona sijawahi kuona ukiwa umepaka perfume na lipstick, ukiwa umejilemba na nini? Akasema vina wakati wake madam, vina wakati wake. Nikamuuliza wakati gani? Akaniambia mimi nikishamaliza kula nikaingia chumbani kwangu huwa siwezi kutoka, kwa sababu tayari nimejiandaa kwa ajili ya mume wangu. Anasema nitavua kilemba changu, nitaziachia nywele, nitajipaka perfume ninukie, nitajilemba kwa ajili ya baba watoto. Nikatafakari, hapo nikaona kwamba kumbe sisi watu tunajipamba kwa ajili ya watu wengine, sio kwa ajili ya waume zetu. Bongo kweli? Unapoamka asubuhi, saa nyingine ameshaondoka, unajipamba kwa ajili ya bosi wako kazini, lakini mume wako hajawahi kuona ulivyojipamba. Ukirudi jioni, yeye hajarudi. Akija anakuta na dela lako limechoka la mwaka 2000, limechakaa, limeoza. Ziwa liko pale tumboni linaruka kama kitegesi, nywele zimesimama kama chizi. Alafu akikuangalia anajiuliza, huyu ndiye mke wangu au mwingine? Jamani, amen. Lakini bosi wako ulibana nywele vizuri, alafu ziwa ukalisimamisha saa 7, uso ukaupendezesha. Ipende kwa mume wako. Amina, amina. Jamani, amina. Nasi nenda kajipende. Mwanamke mwenye Methali 31 anatufundisha tusiwe na goigoi, tusiwe tegemezi. Nenda kafanye kazi. Wanawake wenzangu, hebu tufanye kazi, tuache kuwa tegemezi. Leo tuna wanawake wengi tegemezi. Zipo kazi nyingi za kufanya. Nasi ndoa, nenda kafanye kazi, usikae ya sarazara. Mwanamke wa Methali alikuwa anatoka, anaenda kutafuta shamba, ananunua. Anatoka, anaenda kutafuta pesa. Anatoka, anatengeneza vitu kwa mikono yake. Nenda, usiende. Zamani tulikuwa tunasema mimi sifanyi chochote, nasubiri, naolewa, wa kwangu ananifanyia. Siku hizi hawapo wa kutufanyia